Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini sasa tunaitazama Urusi ambapo Rais wa Urusi Vladimir Putin anatajwa anataka kuanzisha visa kwa Wachina kuingia nchini Urusi bila malipo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kwamba katika siku za hivi karibuni raia kutoka nchini China wataingia nchini humo bila ya visa kama ilivyokuwa zamani. Hii ni katika kuhakikisha namna ambavyo Urusi inaonyesha ushirika wa karibu na taifa hilo la Kichina miongoni mwa mataifa rafiki kwa muda mrefu na mataifa ambayo yamesaini mkataba wa ushirika wa muda mrefu zaidi. China ambayo imetajwa mara kadhaa kwamba inashiriki katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine imekataa juu ya masuala hayo, ikisema kwamba haikutoa msaada wowote kwa Urusi. Zaidi tu, China ni moja kati ya mataifa ambayo yanahusika katika ununuzi wa mafuta kutoka nchini Urusi pamoja na gesi. Lakini yote hayo ni katika kile China inasema ni ushirika wa kawaida uliopo kati ya taifa hilo la Uchina pamoja na taifa la Urusi. Itaanzisha usafiri usiokuwa na visa kwa raia hao wa Kichina katika siku za usoni, na Rais Vladimir Putin amesema kwamba hatua hiyo itakisi uamuzi wa hivi majuzi wa Beijing wa kutoa fursa sawa kwa raia wa Urusi. Kwa maana hiyo, Warusi na Wachina watakuwa wakiingia katika mataifa, kwa maana Warusi wakiingia China na Wachina wakiingia Urusi bila ya visa yoyote. Kiongozi huyo wa Urusi alitoa tangazo hilo wakati wa mazungumzo mjini Moscow na Waziri Mkuu wa China Li Qiang, ambaye alikuwa amewasili kwa kikao cha baraza la wakuu wa serikali wa shirika la ushirikiano la Shanghai SCO. Putin alipongeza uamuzi wa Beijing wa kuwaruhusu Warusi kuingia bila visa, akisema bila shaka itachangia kuimarisha zaidi uhusiano wa kitamaduni na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Kwa upande wetu, hivi karibuni hatua za maelewano zitaanza kutumika kwa raia wa Jamhuri ya Watu wa China wanaotembelea Urusi, alisema, na kuongeza kuwa itasaidia kukuza ushirikiano wa nchi mbili. China ilianzisha jaribio la mwaka mmoja wa kuingia bila visa bila malipo kwa wasafiri wa Urusi mnamo mwezi Septemba mwaka uliopita. Mabadiliko tayari yameonyeshwa kwenye takwimu ya usafiri na ongezeko la 30% hadi 40 ila mwaka kwa mwaka la raia wa Urusi wanaotembelea China mwezi Oktoba. Kulingana na Tatiana Lobach, naibu mwenyekiti wa kamati ya utalii katika bunge la Duma, watu wanataka kujifunza kuhusu tamaduni za asili na mila za nchi rafiki, aliambia shirika la habari la TASS katika namna alivyokuwa akielezea juu ya mataifa hayo yanavyoshirikiana na kuruhusu raia wao kuingia katika mataifa yao bila visa. Urusi na China zilikubali kuruhusu vikundi vya watalii kufanya safari bila visa kwa nchi za kila mmoja, mabadiliko ambayo pia yameongeza idadi ya watalii. Kati ya Januari na Julai mwaka huu, Warusi 237,000 walitembelea China, huku watalii 262,000 wa China wakiingia nchini Urusi. Wachambuzi wa mambo wamezungumzia juu ya namna ambavyo Urusi na China zimeamua kuingia katika uhusiano wa kirafiki zaidi, na kwamba kuondoa mpango wa visa ambao ulikuwa ukiwataka raia kuhakikisha wanakuwa na visa wakati wa kuingia katika taifa moja ama taifa lingine. Lakini yote hayo yanatajwa na wachambuzi wa mambo ni katika kutengeneza njia za kudumisha uhusiano wa mataifa hayo mawili, lakini pia kukuza uchumi wa maeneo yote mawili. Mashirika 8 ya ndege ya Urusi kwa sasa yanafanya safari 36 hadi nchini China, huku ndege 10 za China zikiruka katika njia 24 hadi Urusi zikiwa na safari 230 kwa wiki. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu.